Siku ambayo mashabiki wa soka walikuwa wakisubiri kwa hamu kubwa sana hatimaye imefika, na tunakwenda kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo ukiwa ni ufunguzi wa msimu mpya wa ligi ya NBC Premier League kwa mwaka 25-26. Bwana, tulikuwa tunahesabu miezi, kwa sasa tunahesabu masaa machache kutoka hivi sasa tunakwenda kushuhudia mbungi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Yanga na Simba zikimenyana kwenye ngao ya jamii. Bwana, Simba na Yanga katika fainali ya ngao ya jamii zimekutana mara 9, huku rekodi zikionyesha Simba imeshinda mechi 5 na Yanga ikishinda mechi 4. Yanga inaingia katika mchezo huo ikiwa na kumbukumbu nzuri ya kuifunga Simba katika mechi 5 mfululizo za mashindano tofauti walizokutana nazo hivi karibuni. Wakati Yanga ikitamba na hilo, Simba yenyewe ndio kinara wa kubeba ngao ya jamii ikifanya hivyo mara 10, ikifuatiwa na Yanga iliyochukua mara 8. Sasa tambo zimekuwa ni nyingi sana kwa mashabiki wa pande zote mbili wakitambiana kuelekea kwenye mtanange huo, mtanange ambao unakwenda kuashiria kufunguliwa kwa ligi kuu ya NBC ambayo inakwenda kufunguliwa Septemba 17. Na mara baada ya kufunguliwa sasa Simba na Yanga pia zitaingia pia vitani kulisaka kombe. Yanga wakilitaka kombe hilo waendelee kulitetea, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wakilitaka kombe la NBC ili kuondoa ufalme ambao umeendelea kuwekwa na klabu ya Yanga mara baada ya kuwa Yanga ndio kinara wa kuweza kulichukua kombe la NBC mara nyingi zaidi kuliko wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa mechi ya ngao ya jamii ni moja kati ya mechi ambayo inakwenda pengine kutoa taswira ya nani pengine anaweza akafanya vizuri kwenye ligi ya NBC na kushuhudia pengine akifanya vizuri kwa kuweza kulichukua kombe. Kwa hiyo kama Simba wataweza kulichukua kombe la ngao ya jamii, maana yake watakuwa wanatengeneza mazingira mazuri ya kuweza kulichukua kombe la NBC, lakini kama Yanga pia watalichukua kombe la ngao ya jamii, basi watatengeneza mazingira mazuri ya kuendelea kulitetea kombe lao ambao wameendelea kulishikilia. Sasa tuwasikilize mashabiki ambao wameendelea kutambiana kuhusiana na vikosi vyao. Tunafahamu Simba na Yanga wamefanya usajili mkubwa sana kwenye dirisha hili kubwa la usajili. Nyota wapya wameingia kwa upande wa klabu ya Yanga, Celestine Ekua Dudu wanamuita washawasha, lakini pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kuna Jonathan Soa lakini pia kuna Mohamed Bajabir na wachezaji wengi ambao wamesajiliwa ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao tunakwenda kushuhudia sura mpya za baadhi ya wachezaji wakicheza kwa mara ya kwanza dabi ya Kariakoo, lakini tunakwenda kushuhudia burudani kutoka kwa nyota hao wapya ambao wamesajiliwa na vikosi hivyo. Sasa hizi ni tambo za baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba na Yanga wakitambia jamani, kwa kikosi tulichokiona siku ile ya Simba Day jamani, kuna mtu atatoboa kweli? Atoki mtu. Pale kati kuna nani? Hassan Kante. Mechi hii tuna imani kabisa kama wana Simba. Msimu 4 tumepita katika mazingira ambayo tumekosa furaha. Tumeishi kinyonge sana, lakini sasa tunasema kama Simba hii misimu 4 tuliyopitia sasa mwisho, tuna imani kwamba mechi ya kesho ya ufunguzi wa ligi msimu huu mtani anakwenda kufa goli 3. Kwa kikosi tulichokiona tuna imani kabisa mtani wetu haponi. Yanga anakwenda kupa goli za kutosha, goli 3 zinamtosha. Tuna beki imara, lakini pia viungo tuliowaona wako sawa sawa. Mawinga tuna mawinga wa kutosha. Kuhusu ushambuliaji kule sina shaka kabisa. Nina imani goli la kwanza Dese Mkwala lazima tupatie goli. Goli la pili nina imani Jean Chalewa lazima tupatie goli. Goli la 3 nina imani kabisa Kibu Mkandaji mzee wa kutoboa kama alivyotoboa ile goli. Tuna imani kabisa pointi 3 zitakuwepo. Usajili tulioufanya kwa kipindi hiki ni usajili ambao unatutia hamasa, unatutia amani kubwa. Kwa hiyo tunaiona Simba katika nyanja mbali na maeneo mbali zaidi. Tunategemea makubwa sana kutokana na Simba yetu. Kocha tunaye. Kocha wetu hapangi kikosi. Kocha anaboresha kikosi. Kwa sababu tunaye tangu msimu uliopita. Si kama wenzetu upande wa pili. Wanaye kocha mpya, mgeni atapaswa kupanga kikosi. Sisi hatupange kikosi. Tuna imani na usajili wetu. Tunaanzia tarehe ngapi? Tarehe 16. Nani anakufa ngapi jamani? 3.
lazima tutachukua ngao ya jamii. Tutaanzia ngao ya jamii. Simba! Simba! Pale kati tuna Hassan Kante. Kiungo mkata shoka Yokuna Kagoma. Pale mbele tuna Soa. Anajiita Simba mweusi. Lazima tutachukua kombe. Hataki na mtoto. Na pale mbele pia una Waseremani mwalimu. Hivyo unajua maana ya mwalimu ni kufundisha nini? Kufundisha watu. Lazima tutachukua kombe. Hii ngao ya jamii lazima Simba tunakwenda kuibeba kwa zaidi ya goli 3 na kuendelea. Lakini pia tunalo kombe la ligi. Ninaamini kabisa kwa kikosi nilichokiona katika sherehe za Simba Day, hatuna wasiwasi na kikosi chetu. Uteja sasa tumefuta, ndio maana ninazungumza kwa tambo kabisa nikiamini kwamba mteja sasa utani ni mwiko. Ndio maana tumeamua kufanya sherehe tukiamini sasa timu yetu tunaiamini na wala hatuna wasiwasi, ni ushindi kwa kwenda mbele kutoka kwenye ligi. Lakini pia hata klabu bingwa ninaamini kabisa ya kwamba klabu bingwa kama tumeweza kufika fainali shirikisho, sasa ni zamu yetu sasa kama Simba Sport Club kutembea kifua mbele tukiamini kabisa kwamba tunakwenda kubeba kombe la klabu bingwa. Mimi naitwa Alexander Chacha Mwise. Ni shabiki wa Yanga. Tuna kikosi bora. Na hisi kuliko hata msimu uliopita. Kwa sababu tumetoa mchezaji mmoja Ridi Aucho, lakini tumeongeza wachezaji bora zaidi. Kwa hiyo tuna imani ya kufanya vizuri. Miaka yote hawakubali. Sio kwamba kushindwa, wao wanakubali kushindwa. Mpaka sasa hivi wanakataa, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba watashindwa kwa sababu ya ubora wa kikosi cha Yanga. Wao wana wachezaji wengi wapya na wameondoa wachezaji wengi waliokuepo. Bado wanasema hawajengi timu msimu, lakini sisi tunavyojua bado wanajenga msimu kulingana na utaratibu uliotumiwa kubomoa kikosi na kusajili wachezaji wapya. Kwa hiyo sisi bado uti wa mgongo wa timu upo. Ndio tunachojivunia. Sasa ametoka tu Ridi Aucho, lakini sasa hivi tuna mtu anaitwa Washawasha. Ni hatari tupu. Tumejiandaa kwa sababu tumembakisha Mzinzi ambaye alikuwa anatakiwa kwa pesa kubwa kwenda kwenye timu kubwa ambao nayo inahitaji ubingwa wa Afrika. Lakini sisi kwa sababu tuna malengo na timu, tumeamua kumbakisha Clement Mzinzi kwa ajili ya kutusaidia katika mashindano ya klabu bingwa. Wananchi tu wajipige kifua kwa sababu tunaamini kitakachotokea ni bora. Hawezi kutuangusha wachezaji wetu tulionao msimu huu. Mimi kwa jina naitwa Daudi Ndasi Maugo, maarufu kama Idubia. Ni mtegaji lakini natokea maeneo ya Busekera. Lazima watani zetu wagongwe goli 3. Kwamba kinachotupa matumaini sana ni kwamba tunawashukuru sana viongozi wetu wa ngazi za juu. Wamefanya juu na chini kujitahidi kubakisha wachezaji wa kiwango. Kipato chetu, kiwango chetu kiko juu na mfumo wetu uko pale pale. Najua kuna timu nyingi zimefikisha ofa. Utaka kumtoa Mzize, Pakome na wengine akina Max. Lakini haikuwezekana kwa sababu viongozi wa juu waliona mbali kwamba lengo lao ni kuchukua ligi ya ndani lakini klabu bingwa kuchukua ubingwa. Yaani hili sio kwamba tunadhani naweza kuchukua, hili linabaki hapa. Tena kibaya zaidi nilikuwa naomba kwamba tunapofika finali, kama ingekuwezekana tukifika finali isiwepo nje ndani, ipige tu moja kwa moja. Yanga inaleta kombe na nitakuwa kombe la kwanza kuingia Tanzania hapa la klabu bingwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.